Mwaka 1956 ndiyo siku tuzo za Ballon d'Or zilianzishwa chini ya jarida maarufu la kimichezo ambalo linapatikana pale nchini Ufaransa, ambalo linafahamika kama French Football. Na mtu wa kwanza kunyakua tuzo hiyo si mwingine, alikuwa ni jini la majini, wizard wa mawizard, ambaye anafahamika kwa jina la Stanley Matthew, ambaye alizaliwa Februari 1 mwaka 1915 na alifariki Februari 23 mwaka 2000. Tangia hapo imekuwa ndoto ya vijana wengi ambao wanatumia mchezo wa soka kuhakikisha ya kwamba wanaandika historia na wanaweza kutanua mbawa kwa kunyanyua tuzo hiyo. Hawa ni baadhi ya vigogo na nyota ambao wameweza kuchukua tuzo ya Ballon d'Or. Namzungumzia CR7 Cristiano Ronaldo, ambaye amechukua miaka kadhaa, miaka 2016 kule alikuwa amechukua 2008, lakini pia ameweza kuchukua misimu tofauti ambaye pia anakuwa ni mchezaji ambaye anashika nafasi ya pili kuchukua tuzo hiyo mara nyingi zaidi, akiwa nyuma ya La Pulga. Namzungumzia Lionel Messi, ambaye yeye aliweza kuchukua zaidi ya mara 5: 2015, 2012, 2011, 2010, 2009. Hiyo miaka yote alikuwa ni yeye Messi akiwa ananyanyua mikono yake, akiwa anatangazwa kama ndiye mchezaji bora wa dunia. Lakini sio hao tu, kuna kina Zinedine Zidane ambao 1998 aliweza kuchukua tuzo hiyo akiwa pale Juventus. Lakini pia Kaká ambaye alichukua 2007 akiwa na kikosi cha AC Milan. Lakini usisahau ya kwamba kuna mwamba Ronaldinho ambaye yeye alichukua mwaka 2005 akiwa na kikosi cha FC Barcelona. Usimsahau mtaalamu wa kucheza na meno yake, kama ambavyo wengi tumekuwa tukimtazama hivyo. Namzungumzia Luis Suarez ambaye yeye alichukua akiwa na kikosi cha FC Barcelona. Hao ni baadhi tu kwenye wale wengi ambao wameweza kunyanyua ama kuibuka kidedea kwenye tuzo hizo tangia zimeanza kutolewa mwaka 1956. Sasa bwana, tuachane na historia za nyuma, tuje tuzungumze mwaka 2025. Tarehe 22 ya mwezi wa 9 2025, siku ambayo tuzo hiyo pia ilikuwa imetolewa, na mamia ya watu walikuwa wakitaja majina ya nyota watatu ambao kila shabiki kwa nafasi yake alikuwa anatamani mmoja wa mchezaji ambaye anampenda kwenye hao watatu, ambao ndo kama walikuwa wameshika vichwa vya habari basi aweze kuondoka na tuzo hiyo. Na si mwingine, hapa namzungumzia mchezaji kutoka pale Barcelona, Rafinha. Lakini pia namzungumzia mchezaji kutoka hapo kwenye kikosi cha Barcelona, si mwingine, namzungumzia the Wonder Kid, mtoto mdogo msumbufu mwenye makeke, sio tu ndani ya uwanja lakini hata pia nje ya uwanja, Lamine Yamal. Lakini kubwa zaidi ilikuwa ni kwa mchezaji kutoka pale PSG ambaye ameweza kufanya mambo makubwa sana na kufanya vizuri. Namzungumzia Ousmane Dembele, ambaye wengi walikuwa wametamani basi aweze kuibuka kidedea. Lakini hayo ni maoni ya mashabiki zake, lakini hata mashabiki wa Rafinha walitamani Rafinha achukue, mashabiki wa Lamine walitamani pia Lamine aweze kuchukua. And final tuzo ilienda kwa Ousmane Dembele, ikiwa ndio tuzo yake ya kwanza ya Ballon d'Or, na akaandika historia hiyo, na aliweza kufurahia na mamia ya mashabiki zake, lakini hata mahasimu wa Lamine pamoja na Rafinha. One of the two, Ousmane Dembele or Lamine Yamal, who's going to win? Okay, Ronaldo, Ronaldinho, whatever you want to call. You can unveil it. Dembele.
So ilikuwa siku nzuri, ilikuwa siku ya kihistoria, na moja kwa moja tumtazame mshindi wa tuzo hiyo ambaye ni Ousmane Dembele. Yeye aliweza kufunga jumla ya goli 35 kwenye michuano yote kwenye msimu wa 2024-2025, lakini aliweza kutoa asisti 15 kwenye michuano yote. Lakini pia msimu uliopita Dembele aliweza kushinda tuzo ya mchezaji bora wa UEFA wa mwaka na French Ligue 1, usisahau. Lakini pia aliweza kushinda UEFA Ligue 1, UEFA Super Cup, French Super Cup, lakini pia aliipeleka PSG finali kwenye FIFA Club World Cup. Huyo ndiye mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or 2024-2025. Na hicho ndicho ambacho kiliweza kutokea usiku ule wa tarehe 22 ya mwezi wa 9 2025. Ulikuwa na siti mimi, na hiyo ilikuwa ni historia fupi ya tuzo za Ballon d'Or kutoka mshindi wa kwanza 1956 mpaka hivi sasa 2025. Bye bye mpaka wakati mwingine. Je voulais aussi remercier tous les clubs auxquels je suis passé, que ce soit le Borussia Dortmund, le Stade Rennais, mon club formateur, avec mes formateurs où j'ai pratiquement tout appris. Le club où j'ai rêvé de jouer, voilà, où j'ai réalisé l'un de mes rêves en jouant au FC Barcelone. Ça a été exceptionnel. J'ai appris pendant cette année, à côté de grands joueurs comme Andrés Iniesta qui est là, comme Lionel Messi, ça a été exceptionnel.